Wananchi wa halmashauri ya Chalinze mkoani Pwani wamefikiwa na skimu ya hifadhi ya jamii inayoendeshwa kwa jina la Star wa michezo na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF kwa nchi nzima, lengo ikiwa ni kuwafikia wajasiriamali wote wadogo nchini ili waweze kupewa elimu ya hifadhi ya jamii kwa manufaa yao ya sasa na ya baadaye. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imesaini hati ya makubaliano na wadau wa uhifadhi kutoka Shirika la Watu na Wanyamapori Tanzania katika kuhakikisha maeneo ya nyanda za malisho yanaendelea kuboreshwa na kuwekewa nguvu za usimamizi, ikiwa ni mpango kukabiliana na migogoro baina ya wafugaji na wakulima. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu ameongoza ombolezaji wa kanisa la KKKT Dayosisi ya Pare katika ibada ya mazishi ya wanakwaya 6 waliofariki kwa ajali ya gari siku ya Jumapili tarehe 30. Na jamii nchini Myanmar imeendelea na maombolezo waliopoteza maisha katika tetemeko kubwa la ardhi ambalo hadi sasa limesababisha vifo vya watu zaidi ya 2700 wakiwemo watoto 50 waliokuwa katika shule ya awali karibu na jiji la Mandalay. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Upendo TV Habari. Mimi ni John Pazia, nitakuletea habari za kitaifa na kimataifa, na hapo baadaye utapata nafasi ya kutazama utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Nikifungua pazia hili la taarifa ya habari, tuanzie pale mkoani Pwani. Wananchi wa halmashauri ya Chalinze mkoani Pwani wamefikiwa na skimu ya hifadhi ya jamii inayoendeshwa kwa jina la Star wa michezo na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF kwa nchi nzima, lengo ikiwa ni kuwafikia wajasiriamali wote wadogo nchini ili waweze kupewa elimu ya hifadhi ya jamii kwa manufaa yao ya sasa na ya baadaye. Uzinduzi wa kampeni hiyo umefanyika katika soko la Bwilingu lililopo katika halmashauri ya wilaya ya Chalinze, ambapo mgeni rasmi katika uzinduzi huo, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi, vijana na wenye ulemavu Ridhiwani Kikwete, amepongeza mwitikio mkubwa wa wananchi waliojitokeza katika uzinduzi huo na kujiandikisha, huku akieleza umuhimu wa kuweka akiba kupitia skimu hiyo ya hifadhi ya jamii. Mfuko wetu huu na utaratibu wetu wa skimu hii ya hifadhi ni kwa ajili yetu vijana wote kuanzia miaka 15 mpaka miaka 70. Mpango huu ni kwa ajili yetu. Tuwekeze sasa kwa wale vijana wenzangu. Kwa mfano, wale vijana wa sekondari wanapopata pesa zao za kwenda shule, basi hakikisheni mnatoa shilingi 1000 mnawekeza kwa ajili ya kesho iliyo nzuri. Mfuko huu unapowekeza shilingi 1000 kwa siku, 30,000 kwa mwezi, manake unatengeneza msingi mzuri wa kesho yako iliyo nzuri. Kwa wale wazee wenzangu ambao tunafanya kazi lakini tuna vimiradi vyetu tumejiajiri wenyewe, nayo pia ni kwa ajili yenu. Walemavu, wakina mama ntilie, wale waliojiajiri wenyewe, wanaofanya biashara zao wenyewe, hii mfuko yetu. Mkurugenzi wa uendeshaji NSSF Omari Mzia, ambaye amemwakilisha mkurugenzi mkuu wa NSSF, amemshukuru waziri kwa kufanya uzinduzi huo na kubainisha makundi yatakayonufaika na hifadhi hiyo ya skimu kuwa ni kwa vijana, akina mama na akina baba waliojiajiri katika maeneo ya kiuchumi. Hifadhi skimu ambayo utaizindua hivi punde, utazindua kampeni zake za elimu hivi punde, ni hifadhi ya jamii kwa vijana, akina mama na akina baba waliojiajiri katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi. Skimu hii, Mheshimiwa Waziri, ni mahususi kwa waliojiajiri, na sasa inaenda kufungua milango kwa wananchi kupata huduma muhimu ya hifadhi ya jamii, huduma ambayo hawakuwa wanaipata hapo kabla. Mheshimiwa Waziri, kupitia skimu hii wanachama watapata huduma muhimu, ikiwa ni pamoja na huduma ya matibabu wao na familia zao kupitia hospitali zilizo karibu na maeneo wanayoishi. Mkuu wa wilaya ya Bagamoyo Shaibu Ndemanga amewahakikishia wananchi wa Chalinze na Bagamoyo kuwa skimu hiyo ni mkombozi wa maisha ya baadaye, na amewahakikishia NSSF kuipokea skimu hiyo na watarajie utekelezaji mzuri katika skimu hiyo. Sisi wana Chalinze tumeupokea mpango huu, na mimi nataka niwahakikishie, kama mnashindanisha halmashauri, sisi hapa tumezoea kuwa wa kwanza, kwa hiyo lazima tuwe wa kwanza. Na kwa maana hiyo sisi mmetukabidhi kazi ya kufanya. Naomba niwahakikishie kwamba tutapambana kuhakikisha mpango huu ambao una manufaa kwa wananchi hawa unatekelezwa vizuri.
Lakini la pili, tuna mwenge wananchi wa Chalinze tarehe 10. Mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa NSSF pale kwenye mkesha wa mwenge tunakuwa na vibanda pale, mabanda yanaonyesha mambo mbalimbali. Sasa nakupa mwaliko rasmi, njooni pale mshiriki na sisi pale, mtaandikisha wanachama wengi sana. Meneja wa NSSF anayeshughulikia wananchi waliojiajiri katika uzinduzi huo, Rehema Chuma, amepata nafasi ya kuelezea kampeni hiyo ya Star wa michezo, huku akisema lengo la serikali ni kuhakikisha Watanzania wanakuwa na utamaduni wa kujiwekea akiba ili waweze kuwa na uzee wenye staha, huku baadhi ya wafanyabiashara wadogo wakipongeza. Leo mwanze kuweka akiba kwa ajili ya kesho yenu, na akiba hii unaweka kwa kudunduliza. Mmeambiwa hapa kima cha chini cha kuweka akiba ni 30,000 tu kwa wewe kama uko peke yako bado hujaanzisha familia, lakini hii akiba inatakiwa iwe endelevu. Leo hii umepata familia, au kwa wale ambao una watoto wawili na mke, utachangia 52,200 tu kwa mwezi, nayo hii utaidunduliza kidogo kidogo 1,800 kila siku. Kwa hiyo tupunguze matumizi mengine ambayo si ya lazima ili tuanze kuweka akiba yetu, na hii akiba ni ya kwako. Utakapotibiwa leo, ukifika uzee unapewa yote pamoja na pensheni ya kila mwezi. Kampeni ya Star wa mchezo, endapo mwananchi atakuwa mwanachama, atanufaika na mafao mbalimbali yakiwemo mafao ya pensheni ya uzee, mafao ya urithi, mafao ya ulemavu, mafao ya uzazi na matibabu. Na walengwa wa skimu hiyo ni wafugaji, wavuvi, wakulima, machinga, bodaboda na wachimbaji wadogo wa madini. Tuelekee kaskazini mwa Tanzania, mkoani Arusha. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imesaini hati ya makubaliano na wadau wa hifadhi kutoka Shirika la Watu na Wanyamapori Tanzania katika kuhakikisha maeneo ya nyanda za malisho yanaendelea kuboreshwa na kuwekewa nguvu za usimamizi, ikiwa ni mpango kukabiliana na migogoro baina ya wafugaji na wakulima. Akizungumza mara baada ya utiaji huo wa saini uliofanyika wilayani Monduli, Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Profesa Riziki Shemdoe amesema lengo la makubaliano hayo ni kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali katika uhifadhi wa nyanda za malisho. Ile ambayo tunaenda kuiangalia kwenye makubaliano yetu haya ni kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali na jamii katika kuhifadhi nyanda za malisho. Activities kama hii tunayoenda kuifanya kati ya sisi na TPW ni muendelezo wa yale maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais wetu alitupa. Kwa hiyo ninawapongeza kwa hili, kwanza kujiona kwamba tunatekeleza maelekezo ya mkuu wa nchi. Niwapongeze kwa kuliona hili. Akizungumza, mkurugenzi wa hifadhi na mazingira kutoka Shirika la Wanyamapori Nevetus Sianga amesema wamewasilisha mkakati wao wa hifadhi unaonyesha malengo yao ndani ya miaka 15 ijayo. Hivyo wanatumai kwa ushirikiano huo walioingia watafanikiwa kuboresha na kuweka nguvu kwenye usimamizi wa nyanda za malisho. Na pia tumewasilisha mkakati wetu wa uhifadhi wa shirika wa mwaka 2040 unaoonyesha malengo yetu makuu ndani ya miaka 15 ijayo ya shirika katika nchi hii ya Tanzania. Utiaji huo wa saini umeshuhudiwa na viongozi wa serikali akiwemo mkuu wa wilaya ya Monduli Festo Kiswaga pamoja na viongozi wa mila Isaiah Molel, na kwa pamoja wameipongeza serikali kwa kuja na mkakati huo utakaowaletea manufaa. Hadi huu mkurugenzi wa PW, mimi na uhakika PW na uhakika utakuja kuleta suluhisho ya wafugaji kwenye maeneo haya kwa sababu ya hizo nilizosema. Lakini wizara kwa sasa kitendo pia cha kushirikisha taasisi na NGO ambazo zinaenda moja kwa moja kwa wananchi na zinaonana na wananchi, maana yake ni kwamba inaenda kuondoa umaskini kwa haraka zaidi na itachangia uchumi wa taifa hili kwa haraka zaidi kuliko hapo nyuma. Utiaji wa saini wa leo kati ya TPW na wizara, kwa kweli sisi tumefarajika kwa sababu tunajua maeneo yetu ya nyanda za malisho yataboreshwa na kazi itafanyika kwa ajili ya kulinda na kuboresha maeneo yetu ya malisho. Tunafahamu mwingiliano kati ya wanyamapori na mifugo kwamba wote inafanya kazi moja, kwamba mifugo watapata maji na majani na wanyama pia watapata maji na malisho.
Mtazamaji wa Upendo TV habari, tukisalia kaskazini mwa Tanzania na sasa tuelekee mkoani Kilimanjaro. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu ameongoza waombolezaji wa kanisa la KKKT Dayosisi ya Pare katika ibada ya mazishi ya wanakwaya 6 waliofariki kwa ajali ya gari siku ya Jumapili tarehe 30 mwezi wa 3 2025 katika eneo la Bangalala wakiwa wanakwenda usharika wa Ndolwa katika harambee ya sadaka ya kuendeleza sharika za misioni. Akizungumza katika ibada ya kuaga miili hiyo, mkuu wa mkoa ametoa pole kwa familia za marehemu na kusema kwamba ni vyema jamii ikaishi kwa kupendana na kuheshimiana, kwani hakuna anayejua siku yake ya kuondoka hapa duniani. Kwa sababu hatuna hakika ya maisha yetu hapa duniani. Hatujui saa wala dakika wala siku. Kwamba sisi binadamu tunatakiwa tuishi kwa kuheshimiana na kupendana. Mimi mkuu wa mkoa si binadamu kama nyinyi. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imempendeza kwamba kipindi hiki sasa wewe Babu ndio utakuwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Anaweza kuwa mwingine yoyote, lakini wewe akija mwananchi ofisini unasema mpaka appointment. Akija mwananchi ofisini anatoka Same unamwambia siwezi kukuona. Anakuja ofisini, mimi sina hiyo tabia baba. Tunashukuru sana kwa kunisemea. Mungu akubariki. Awali akihubiri katika ibada hiyo, askofu wa KKKT Dayosisi ya Pare Askofu Charles Mjema amesema kuwa wasiulize kwa nini ajali hiyo imetokea, kwani wao hawana majibu, bali Mungu pekee ndiye mwenye majibu ya kwa nini hayo yametokea, na kuwasihi Wakristo kuendelea kuweka tumaini lao kwa Mungu. Ninajua katika mazingira ya msiba wa namna hii, wako watu wanajiuliza kwa nini. Ndani ya hizo familia na koo wako wanaojiuliza kwa nini. Sisi waombolezaji tuliokuja inawezekana tunajiuliza kwa nini. Watu walioketi hapa wenye kumbukumbu kwamba miezi 5 iliyopita katika eneo hili la wilaya yetu ya Same tulipata msiba mwingine wa wanakwaya wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani waliokuwa wanakwenda huko Moshi kuzika, wakapata ajali wakafa, idadi ya watu 5. Inawezekana unauliza kwa nini huko KKKT au kwa nini wanakwaya? Ndugu zangu, swali la kwa nini hakuna anayeweza kulijibu. Hata ungeshinda mchana kutwa usiku kucha kwa miaka yako yote, hakuna aliyewahi kujibu swali la kwa nini katika matendo makuu ya Mungu. Akitoa taarifa ya ajali, katibu wa dayosisi hiyo Mwalimu Tumaini Chambua amesema kuwa katika ajali hiyo watu 6 walipoteza maisha hapo hapo na wengine kujeruhiwa, ambapo wanaendelea na matibabu katika hospitali ya wilaya ya Same na hospitali ya rufaa ya Mawenzi. Wanakwaya 23 kati ya 29 wa kike 13 na wa kiume 10 walipata majeraha kwa viwango mbalimbali, na kati yao 5 wa kike 4 na wa kiume 1 walipata rufaa na kupelekwa hospitali ya rufaa ya mkoa Mawenzi, na 12 wa kike 9 na wa kiume 3 walihudumiwa katika hospitali ya wilaya ya Same. Kati ya majeruhi wote 23, 6 wa kike hakuna, wa kiume 6 waliruhusiwa kwenda nyumbani. Wakitoa salamu za pole katika msiba huo ukiongozwa na mkuu wa wilaya ya Same Kasilda Mgeni, mbunge wa Same Magharibi David Matayo na mwenyekiti wa halmashauri Yusto Mapande, wamesema wanakwaya hao watakumbukwa kama washuhuda wa Injili kwa kuwa wamepata ajali hiyo wakielekea kufanya kazi ya Mungu. Ni andiko limeandikwa, lazima tupokee, lakini kuna faraja nyingi kwamba hao walikufa wakati wakienda kumtumikia Mwenyezi Mungu. Hii ni faraja kubwa sana kwetu kama kanisa. Tunafarijika sana na tunaamini Mwenyezi Mungu amewapokea, na tunaambiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo.
Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ameamua kuwawahisha ndugu zetu, na tunaamini siku moja tutaenda kukutana nao huko mbinguni. Basi niwaachie neno hili, lakini kama serikali tujitahidi kushirikiana na kanisa hili kuhakikisha tunaokoa roho za majeruhi wote. Lakini niseme poleni sana Wanasame Magharibi, poleni sana KKT, poleni sana serikali. Lakini pende pia kuchukua nafasi hii Baba Askofu kukushukuru sana wewe kwa jinsi kanisa la KKT lilivyolishughulikia swala hili kwa weledi, kwa upendo na kwa imani kubwa. Kwa hiyo Baba Askofu, hongera sana. Hili lilotokea limewagusa wote wana kanisa, limewagusa ndugu, limewagusa wanafamilia, limewagusa pia na sisi viongozi. Jambo ambalo hatuwezi kueleza kwamba labda tungefanyaje ili tupate mbadala wake, lakini Wakristo tumefundishwa kupokea mambo yote kwa shukrani, na tumefundishwa kuhuzunika kwa mipaka ili tusije tukamkufuru Mwenyezi Mungu. Na sasa tunasonga mbele, tuelekee makao makuu ya nchi Dodoma. Kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 27 mwaka huu, Chama cha Mageuzi na Ujenzi wa Taifa NCCR Mageuzi kimewatoa hofu wananchi na wanachama wake juu ya ushiriki wa chama hicho katika uchaguzi huo, ikiwamo kutokufuata msimamo wa vyama vingine ambavyo vimetangaza kutokushiriki. Msimamo wa chama hicho umetolewa jijini Dodoma na viongozi wa chama hicho, mwenyekiti Mageuzi Haji Ambar pamoja na makamu mwenyekiti wa chama hicho Joseph Selasin walipokutana kwenye mkutano mkuu wa kawaida wa taifa juu ya kujadili mambo mbalimbali ya chama na kudai kuwa wamejipanga vyema kusimamisha wagombea ngazi zote, huku wakifanya kampeni za kistaarabu na kudumisha amani nchini bila kufuata mkumbo wa vyama vingine. Sisi tumejiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Na kuna mambo mawili tumekwisha kuyasema sisi viongozi wenu, ninawakumbusha kabisa, ili tunapoendelea na mkutano huu yawe kwenye akili zenu. Kama kuna swali mnataka kutuuliza, tuulize. Tumesema kwanza categorically, yani bila kusitasita, NCCR Mageuzi itashiriki uchaguzi mkuu 2025. Na tutashiriki kama chama cha siasa kinachojiamini na kilicho na malengo. Hatutashirikiana na chama chochote. Sasa kama hujashiriki uchaguzi, unadai barabara inatoka wapi? Kama hujashiriki uchaguzi, unadai maji yanatoka wapi? Kama hujashiriki uchaguzi, unadai zahanati zinatoka wapi? Kama hujashiriki uchaguzi, unadai madawa yanatoka wapi? Ni lazima ushiriki uchaguzi ili uchague umpate kiongozi wa kumtuma kwenda kununua madawa, wa kumtuma kwenda kujenga zahanati, wa kumtuma kwenda kujenga barabara, wa kumtuma kwenda kuleta maji. Miongoni mwa vyama vilivyoalikwa katika mkutano huo mkuu ni Chama cha Mapinduzi CCM na Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, ambapo wawakilishi wake mkuu wa mafunzo na utafiti CCM Evelyn Moshi pamoja na mwakilishi CHAUMMA Kayumbu Kabutali wamewapongeza NCCR Mageuzi kwa kuendesha siasa za kistaarabu. Chama cha Mapinduzi kwa kushikana na vyama vingine kinaendelea kuamini kwamba tangu NCCR kuasisiwa kwake mpaka tunapokuja leo kwamba mmekuwa mkifanya siasa za kistaarabu kwa nyakati zote. Tuna imani kwamba tunapoelekea pia tutaendelea kuwa vivyo hivyo kwa nia ya kujenga umoja wa kitaifa wa taifa letu la Tanzania. Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA tuko pamoja nanyi bega kwa bega katika mapambano ya kulitetea taifa hili. Kama kauli mbiu inavyosema, kwa pamoja tutashinda. Basi niombe mkutano huo wenye heri, Mwenyezi Mungu awaongoze. Kwa upande wake, msajili msaidizi wa vyama vya siasa nchini Sisti Nyahoza ameeleza wajibu wa ofisi ya msajili wa vyama nchini ni kusimamia demokrasia safi, hasa wanapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Uchaguzi upo, nashukuru sana, nawapongeza NCCR, mnajiandaa na uchaguzi. Maana kwa kweli mimi mzazi na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, mheshimiwa msajili ni mzazi. Hamna kitu utasikitika kama mzazi mwanao
anasoma hapo akwambia baba nahisi kama mtihani hamna, akifeli atamlaumu nani? Wakati mtihani sisi mwanangu pale, yaani anajua ukisoma mitihani inafuata mitihani. Hapa anakuambia mitihani hamna. Inabidi upate wasiwasi kwa mwanao, sababu mwanangu huyu hiki nini kimempata, ndio. Kwa mimi nashukuru nyinyi mnaelewa kwamba lengo la chama cha siasa ni kushika dola, na dola kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa na katiba yetu unaishika kupitia uchaguzi, na uchaguzi. Msimamo wa NCCR Mageuzi unakuja wakati kukiwa na sintofahamu ya ushiriki wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika uchaguzi mkuu kwa madai ya kutaka mageuzi kupitia msimamo wao wa no reform no election.